Kocha, habari yako? Tunashukuru Mungu bwana, salama. Uko vizuri? Niko vizuri. Tueleze kiufundi zaidi, mechi ilikuwaje dakika zote 90? Tueleze kuanzia dakika 45 za kipindi cha kwanza pasina kufunga bao wala kuruhusu bao, lakini pia dakika 45 za pili tukifunga mabao 4 pasina kuruhusu bao. Mechi imekuwa ni ngumu kwa sababu ukicheza na timu ambayo unajiandaa ukacheze nayo lakini huijui ina wachezaji gani, ni timu ya aina gani, inachezaji, inakuwa ni wakati mgumu sana. Kwa timu ya leo ambayo tunacheza nao ni wapongeze, kwa maana ni timu ambayo imekuja ligi kuu lakini ina mipangilio mizuri ambayo wamekuja nao katika kucheza na timu kama hizi kubwa ambazo zilizokuepo. Lakini shukuru Mungu, kwa maana kama uliangalia kipindi cha kwanza tulifanya sababu kutokana na yale yalikuwa yanafanyika ndani, kwa sababu wao walikuwa wanakaa kwao wanasema wanapaki basi. Wakipaki basi na sisi tulikuwa tunabaki sana kwetu kwa kucheza mpira kwa kwetu. Kulikuwa haina haja kucheza kwetu, lakini watu ambao walianza walikuwa ni watu ambao pia wanashindwa kuongezeka mbele kwenda kutafuta hayo makosa ya wao ambao wafanye, ili tuwaforce fanye makosa tuweze kupata magoli. Ndio walifanya sababu kipindi cha kwanza, lakini nimeenda kwenye mechi nikiwa siwajui wapinzani. Ndio kitu kikubwa ambacho kimetatiza kipindi cha kwanza tusipate magoli. Lakini baada ya kuwasoma na kuwafahamu na wachezaji aina gani, ni timu ya aina gani, inacheza vipi, ndio maana kipindi cha pili kimekuwa rahisi, kwa sababu nilienda kuongea na wachezaji lakini pia kuwaelekeza jinsi ya kucheza na hatimaye wakafunguka na tukafanya vizuri katika mechi leo. Kwenye maeneo gani tuliwawini kipindi cha pili tukafunga mabao 4? Niliambia wachezaji wangu, kwa maana kama wao wanabaki wanapaki basi, kwa maana wanacheza low block, ina maana sisi tutakuwa tu intelligence zaidi kutokana na uwezo tuliokuwa nao, lakini hem tuongeze kwa kwenda kucheza hivi, kwa maana tulicheza 4-3-3, lakini 4-3-3 wale watatu wa mbele walikuwa wanatanua sana, kwa maana wakitanua na wao tunapa nafasi za kuzofaje kukamilisha ile low block yao. Kwa maana nichoweza kuambia, kwa maana ni mbinu ambazo nazizungumza kwenye vyombo vyake na wengine pia wakazifahamu, lakini itakuwa kidogo. Lakini nashukuru Mungu, kwa maana kipindi cha pili niliweza kurekebisha kutokana na hicho ambacho tumekiona, na ikawa rahisi kwa sababu tulimwambia wale watatu wasitanue juu, wafinye ndani, waachie mafubeki wapite. Na midfield kipindi cha kwanza walikopo wana uharaka kupiga sana pasi za kwenda mbele kuforce goal, kwamba tuachane na kuforce goal, tucheze kwa mpangilio. Tucheze pasi katikati, tuwasubiri mafurubeki wapite, tuwaekee wakapiga cross, sisi tuweze kufanye tukafunga. Na hatimaye tumeingia na mfumo huo au na takwimu ambazo tumeona wao wana makosa gani, na hatimaye wakaingia kwa kile ambacho sisi tunakomipangilia pincha pili na magoli kwa rahisi na kuweza kufunga. Hatimaye Mnunka ameendelezea au amerudi kama ambavyo alimaliza msimu uliopita kwa kufunga mabao, hivyo hivyo kwa Shikangwa. Ulikifanyia kazi katika uwanja wa mazoezi au kimetokea hii leo kwenye uwanja wa mechi? Tumefanya sana kazi. Tumefanya kazi kwa sababu timu yetu sisi baada ya ngao ya jamii tuliangalia tupo vipi na tunakwenda vipi kwenye ligi. Kama tunahitaji kupata kile ambacho tunakihitaji, kama maana kuchukua ubingwa, lazima tufanye kazi, kwa maana tukafanya kazi tukiwa mazoezini, kwa maana vitu vyote ambavyo unaviona hapa vimetokea, ili kupiga pasi kufanyaje havijatokea automatic kwenye mechi, maana tumefanyia kazi mazoezini. Na hata magoli ambayo wanayafunga, lakini pia umeona leo katika kona ambazo wanacheza ni mipango ambayo kila kitu ambayo ni mipango ambayo vinakuwepo, tumefanyia kazi mazoezini, wamekuja kuapply kwenye mechi. Kwa nishukuru kwamba kwa wachezaji wameweza kufanya kile kitu ambacho tunawaelekeza mazoezini, wameweza kufanya kile kitu ambacho tunahitaji katika msimu huu, tuone kwamba tunakuja kwenye mechi, tunakuja kupambania timu, tunakuja kupambania kile kitu ambacho tunakihitaji, kwa maana malengo yetu kufikia lazima tuweze kushinda, sio draw wala kufungwa. Nini sasa kinafuata mara baada ya hiki cha leo kumalizika? Mechi imekwisha ya kwanza, kwa tunaangalia mapungufu ambayo yalitokea katika mechi ya kwanza tuweze kufanyia kazi, lakini vile vile tunajiandaa kucheza mechi sasa na Fountain Gate, kwa maana mechi ya pili. Kwa sababu tunaangalia kwamba Fountain Gate nao wana ubora gani, wana mapungufu gani, ili wafanye kazi. Na sisi pia tunaamini pia wametuona katika mchezo wa leo, watakuwa pia wanafanya kazi. Kwa maandalizi yetu sasa sisi ni kuangalia kutoka hapa na kwenda mbele. Kuna kisha kwa wapenzi wa Simba na wanachama wa Simba, timu ipo mikono salama kwa Musa Hassan Mgosi. Tunaomba dua zao, tunaomba waje wa support timu yao, kila wanachokihitaji watakipata. Naamini kwa wapenzi waliotokea leo wapata burudani, nafikiri watadisia wengine watavutika kuweza kusaidia kuweza kushangilia timu yetu ya Simba Queens. Kwa malengo yetu ni kuchukua ubingwa, waje wa support timu na apate burudani, sio ushindi tu, kwa maana tupate ushindi lakini pia na mpira burudani waweze kuona. Shukrani sana. Asante sana.